Wapi? Unaamini nini juu ya Mungu? Unaamini nini juu ya Mungu? Naomba tufungue Yeremia 29:7. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 7. Leo nataka tujifunze juu ya manabii. Manabii wa uongo. Kuna manabii wa Mungu, lakini kuna manabii wa uongo waliokamata dunia, waliokamata nchi. Haleluya. Amen. Kuna waya zinagusana hapo. Yeremia 14:14. Sasa utakieni mji amani, kwa sababu mji huo na wewe mwenyewe upo hapo hapo. Katika mji huo mabaya yakitokea yatakukuta na wewe, kwa sababu mji haujautakia amani. Sasa tuingie katika Yeremia 14:14. Yeremia 14 mstari wa 14. Haleluya. Nao nasema, ndiyo. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo. Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma. Wala sikuamuru. Wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Wanawapeni manabii kwa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma. Lakini husema, upanga na njaa havitaingia katika nchi hii. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa, na watu hao waliopewa unabii na wao watatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu. Naomba urudie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Bwana akaniambia, huyu ni Yeremia anaambiwa. Ndipo Bwana akaniambia, yani Mungu anazungumza na nani jamani? Anazungumza na Yeremia. Anasema hivi, hao manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma, wala sikuamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa uongo. Haleluya. Amen. Wanawapeni unabii wa nini? Na uaguzi na neno la ubatili, na baada ya mioyo yao. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina lake, wanaotabiri kwa jina la Bwana. Tunatambua kanisa, habari mbaya zimeenea, sio nzuri. Habari mbaya zimeenea katika ulimwengu wote. Kilichotanda sasa hivi ni habari za manabii wa uongo, ni habari za manabii ambao wanapenda kujishibisha, ni kwa habari ya manabii wasiompenda Mungu lakini wanataja jina la Mungu, wasiompenda Mungu lakini wanatenda maajabu kama vile Mungu anavyofanya, na wao wanafanya, lakini wamewaotesha na ndoto. Amina. Amen. Na hii ndio njia wanayopenda kuitumia manabii wa uongo. Lakini leo nataka nikwambie juu ya ufalme wa shetani. Ufalme wa shetani, unapotaka kitu kwako, kitu cha kwanza lazima auharibu moyo. Lazima aharibu nini? Lazima tangulie kwanza kuharibu moyo. Lakini kwa nguvu hizi za hawa manabii wa uongo, lazima wakuloge akili. Tunakubaliana hapo? Amina. Yaani jambo kubwa watakalo litumia kwanza kwako, lazima wakuloge akili. Wakishakuloga akili, manake wewe umeshatekwa. Na ukishatekwa utakubaliana na yote wanayosema. Na hata leo watu wengi wameamini kwamba ni habari ambazo zimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Hata wanasema utuache na mtumishi wa Mungu. Mimi nashangaa. Tena wengine wanatoka hata kwa manabii wa uongo, lakini wanakuja kutafuta maombi hapa. Haleluya. Amina. Wanakuja hapa kuombewa. Sikiza nikwambie, Mungu leo anataka tuambie sisi. Hapa aliwaambia wana wa Israeli. Anaongea na Yeremia kwa habari za manabii wa uongo. Manabii wa uongo wapo na manabii wa kweli wapo. Amina. Sema amina. Amina. Kwa sababu hata wa uongo wamechukua siri hii kwa manabii wa kweli wa Mungu. Hao akina Elisha walikuwa ni manabii wa kweli.
Hawa wakina Elia walikuwa ni manabii wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Walitumika katika unabii na Bwana aliwatumia katika unabii, na hata kanisa lazima liwe na manabii. Amina. Sema amen. Lazima liwe na manabii wa kweli watakao yazungumza, maana yake yametoka kwa Mungu. Lakini leo hii hapa Mungu anatoa onyo juu ya manabii wa uongo. Kwanza ametangulia katika mji unaoishi hapa Tanzania. Lazima Tanzania uitakie amani kwa sababu wewe ni Mtanzania. Amina. Sema amina. Lazima nchi yako uiombee kwa sababu wewe ni Mtanzania. Na laiti ungelijua kwamba nchi lazima ufanye maombi sana ili kufukuza hata mapepo na maroho ya manabii wa uongo. Lakini ukinyamaza kimya katika huo mji, ina maana amani kitoweka, hata wewe mwenyewe hauna amani. Amani kishaondoka, hata na wewe hauna msaada. Magonjwa yakizuka na wewe yatakukuta, kwa sababu ulipokuwa na ufahamu wa kimungu ulijisahau kuiombea nchi yako ili kufukuza hata ya maroho yaliyoingia kugusa watu. Wameloga watu akili hawaambiliki, hawasikii. Haleluya. Amen. Wameloga watu hawaambiliki, hawasikii. Wametumia mbinu mbadala. Hapa nasema wametumia jina la Mungu. Wamechukua jina la Yesu. Ukienda pengine wanapoabudu zile ibada, hata na wewe unashangaa. Niliwaambia Jumapili iliyopita, kuna binti wakasema, jamani, kwani nafanya kazi, lakini kwamba nipendeke mimi kwa nikasitaki. Natamani kwa nini? Alipoviona ajiendani na imani yake. Na ndio maana nimesema leo, imani yako iko kwa nani? Kwa hao manabii? Imani yako iko kwa mchungaji? Imani yako iko kwa Mungu? Imani yako iko kwa shetani? Maana kuna watu imani zao zimebeza kwa wachungaji. Kuna watu, yani mchungaji sipokuwepo, ibada mbaya siku hiyo. Haleluya. Nataka nikwambie, sikiliza. Weka imani yako kwa Mungu. Acha kusikia habari za manabii wa uongo. Manabii ni wengi. Na ndio maana roho ya Mungu anatuhusia. Anasema hivi, zichunguzeni hizo roho kama zimetokana na Mungu. Hata unapofika mahali, usiparamie. Fika mahali unapoangalia, useme hii roho hapana, sio ya Mungu, kwa sababu Mungu lazima aseme ndani ya moyo wako. Lazima Mungu akwambie moyoni mwako kwamba mwanangu, sikiliza, hii roho sio ya kwangu. Haleluya. Lazima uwe na kitu cha kutambua. Lazima uwe na ufahamu. Lazima Mungu aseme na wewe. Kama umeokoka kweli, Mungu atasema na wewe. Habari ya mchini sasa hivi ni manabii na mitume wamedanganya wengi. Wameharibu akili za wengi. Wamelaga kanisa. Wamekamata makanisa. Nasikia nikwambie, hata ibada zao fuatilia. Aliongea mwanangu Jumapili hapa, akasema kwenye shule ya maandiko, anasema hivi kanisa tufikirie, tuangalie. Tunapopanga maombi tuko na mchungaji wetu. Sema amina. Amen. Tunapopanga maombi tuko na mchungaji wetu. Tunapopanga ibada tuko na mchungaji wetu. Sasa nikupe siri, nenda kwa manabii na mitume, mtangaze maombi, muone kama wao wapo. Wao wana maombi yao. Huko sirini wanafanya nini? Haleluya. Eti wanaongea na Mungu. Nilikwambia Mungu anaweza kusema hata na wewe. Wanaongea na Mungu. Sirini wanaongea na Mungu. Lakini penye halaiki ya watu hawawezi kusema na Mungu. Wanazungumza sirini. Wakifika pale wanakuja na ajenda nyingine mpya, kwa sababu akili yako imelogwa, utasikia vyote. Haleluya. Amina. Watamwambia pigeni magoti, mtapiga. Mlale kama mbuzi, mimi nipande juu, mtapiga, kwa sababu akili zimeshalogwa. Si mmesikia manabii? Yaani nabii anadishi pale madhabahuni, anawavua watu nguo zote za mwilini, alafu anawasafisha na waogesha. Hivi kwani watu kafikiria mwana wa Mungu aliyookoka? Hivi kwani utambuzi watu kama nao wa kimungu hata kidogo? Ukavuliwa nguo na prophet, anakutakasa. Mungu anasema sijawatuma, wamejituma. Na kama wamejituma, Mungu anasema wazi, na kwako nazungumza wazi. Unafika wakati hao manabii watapigwa kwa upanga, na hao wanaoongozwa nao watakatwa vile vile. Hakuna atakayesalimika, kwa sababu sirini kupe mtu wa Mungu. Ukimpata mchungaji wa kiroho, na wewe ni wa kiroho. Ukimpata mpagani, na wewe ni mpagani. Ukimpata nabii wa uongo, na wewe ni nabii wa uongo. Na ndio maana wanaambizana sana
maana huko utasikia kwetu ni kuzuri. Nabii akikuwekea mkono hivi, matatizo kwisha. Na kwa sababu shetani amesha kuona wewe ni mbovu wa moyo na una matatizo mengi, lazima utanaswa. Amina. Haleluya. Mpango mkakati ni kulihamisha kanisa kwa Mungu litoke, alafu liingie kwa shetani. Anasema mimi sijawatuma. Lakini sikia anachozungumza hapa. Na hao wanaoombewa nao ni jehanamu ya kwao. Na hao wanaokimbizana kama hawana akili nzuri. Na kwani kwanza akili hawana, kwa sababu wameshalogwa akili. Na shetani ameshatambua lazima walogwe akili. Nataka nikwambie hivi, akili zikishashikwa huwezi ukasikia lolote wewe. Utasikia nini? Utasikia nini? Mtu akwambia wewe hapa ni babaya. Utasikia? Tayari akili imeshalogwa. Na shetani ametangulia hapa, amejua hapa ndipo pa kupaharibu. Kwa hiyo akiagiza tu mkalete 500,000 lazima mkalete, kwa sababu akili imelogwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza. Mtafuteni Mungu maadamu ni mchana. Jioni inakuja. Hakuna kitu chochote kingine ambacho utakifanya hapa chini ya jua zaidi ya kumpata Yesu. Amen. Ukimkosa Yesu utakutana na manabii. Sikiliza neno la Mungu hapa linasema, wanafanya nini pale? Limeongea jambo la kichawi. Limezungumza jambo la uganga hivi. Wanaagua. Hawa wana mapepo ya utambuzi. Wana mapepo ya uaguzi. Wanakuagua. Yaani huko madhabahuni naaguliwa tu. Wanakusoma kwa sababu shetani ameshapa macho ya kuona. Sasa siku moja aliongea nabii mmoja akasema ngoja niwafungulie. Wakamuita mama mmoja. Akamfuta usoni hivi. Mama yule alipotazama akakuta wote wamekaa pale, kumbe ni maskrepa. Mnafahamu maskrepa? Natamani yale mazombi yale. Ile ni kwa mifupa ile. Yaani ndio watu wamekaa mle. Kwa hiyo anapotazama alishangaa, alianguka chini, alishangaa. Wao unasema ni watu, kumbe sio watu. Wameshapotezwa network. Akili zao hazifanyi kazi. Miili yao tayari imeshaondolewa. Pale anaongoza mifupa. Amina. Ukiongea habari za manabii wa uongo. Ukasema waongo. Niliwashuhudia mimi hapa, nikasema hivi. Nilikutana na prophet ambaye ni muongo, nilimfukuza hata hapa nyumbani. Asinizoe mimi, ni mwana wa Mungu. Sitaki ujanja. Niliposikia tu ni mchungaji, akajua tayari hii namba tukienda nayo sawa. Mimi siko. Bwana Yesu asifiwe. Wakawazoea hao waliozoea kualia hela. Unajua sasa mchungaji, unajua kwa kweli. Lakini kama nilivyokuambia siku ile mchungaji, nikamwambia tena umekuja hapa, wewe umetokea wapi? Nani nikakuonyesha hapa? Nilishakusoma na uzuri ulijisema mwenyewe. Unajua aliongea mwenyewe? Anasema sisi tunawasomesha watu. Hilo la kwanza, ndio uchawi wa kwanza. Kuwasomesha watu, wanawalipa. Wanaigiza walemavu wakati wanafanya biashara sokoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ujambazi wa kwanza unaofanya. Lakini jambo la pili, wanasema huwezi kufanya kazi bila kuingia kwenye mtandao. Unafika hatua unaona huu ni uchawi jumlisha uchawi unafanyika madhabahuni. Lakini pili, bwana kadanganya. Anakuambia una watoto wangapi? 5. Wamekufa wangapi? 3. Sasa roho ya mauti inaendelea. Anajua wamebaki wangapi? 2. Katafute milioni 1 niondoe roho ya mauti. Watoto wako ndani ya miezi 3 wanakwenda kufa. Sasa ambacho tufanye kati ya milioni 2, maana watoto kila mtoto milioni 1. Nikiingia kwenye maombi kwa sababu ya sadaka na tufile na hizi sadaka.